Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa SC Company TV, chaguo la wengi. Hii ni habari nyumbani. Leo hii tunakupa nafasi ya kupata kujua habari kemkem, hususan zile za kutoka katika jiji la Bukavu, ambako kwa sasa jiji la Bukavu limegawanyika upande mbili. Upande mmoja ni waasi wa M23 AFC na upande mwingine ni wazalendo waza. Pamoja na hayo, tutakupatia habari kemkem kutoka kwenye uwanja wa vita huko ambako mapambano yanaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiungana na wazalendo wakipigana na waasi kutoka nchi ya Rwanda M23. Pamoja na hayo pia tutakupatia kwa taarifa hii nini anachokizungumza mwanzilishi wa chama cha Kuzin Ate Justin. Alizungumza kuhusu hali inayoendelea kwa siku ya leo. Hayo na mengine, karibu. Nakwambia ni hatari wa kizazi kipya. Ilikuwa ni miaka mingi hatujui wapi kwenye tutakuwa napata habari za kweli. Yaani misao ya bokeboke, misao ya benebene. Ila misao hii ungwa nitenda yes. Tena misao yenye manaka habari zenye ziko live. Huko nasikia na unaona. Nakwambia wewe mwenyewe unahangaika kutafuta habari za kunyumba. Uvira, Fizi, Makobola, Baraka, Swima, Ole Mboko, nafasi zote zenye unajua. Usihangaike tena kuangalia TV zingine zenye hazina habari za ukweli. Fata sasa SC Company TV. Chaguo la wengi, manake sababu esobolchi abatumanga. Kila mtu ale muilelela pate msawangeni. Habari yenye iko kweli. Angalia ku SC Company TV. Chaguo la wengi, utapata habari yenye ngali vierge, habari yenye iko sawa. Hata mimi wa kizazi kipya niko naingia pale kwa ai nebolole. Usisahau kusubscribe hii channel juu uwe napata kila mara habari zenye ziko mzuri. Na director wenu mkali unomwana na bwenge ono Abema Charles, nakwambia anakuletea kila mara bya mbesi no. Usanga meshi na baete yalunusuku taile yalunusuku na habari zenye ziko sire zenye ziko ukweli. SC Company TV, chaguo la wengi, ibolingo. Karibu mara tena mpenzi mtazamaji wa SC Company TV, na moja kwa moja tunaelekea katika jiji la Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hatari na hofu yaendelea kutanda katika waraia wanaoishi katika jiji la Bukavu, pale ambako inadaiwa kwa sasa kwamba Bukavu imegawanyika upande mbili. Upande mmoja ni waasi wa M23 AFC, upande mwingine ni wazalendo waza wapambanaji wa kutetea mali na nchi yao. Habari na duru zetu zinatuambia kwamba kwa sasa sehemu kama za Walungu, Kabare na Ngweshe zipo katika hali ya usalama baada ya kupewa nguvu na kujali sana na M23 kutokuwa na nafasi ya kuingia katika upande huo, huku wazalendo wakichukua nafasi ya kutetea na kupigania na kukinga sehemu hizi. Katika hotuba yake, moja kati ya mzalendo ambaye yupo katika upande wa Bukavu anadai kwamba watu waendelee kama nyumbani, waendelee kutulia kwa sababu muda ni muda, wanaweza wakakomboa jiji la Bukavu. Tukutaarifu kwamba hali ya toka siku ya tarehe 30 mwezi Juni, siku ya kusherehekea na kuhitimu miaka 65 ya uhuru, kuna viongozi wawili wa jeshi la waasi wa M23 walitekwa na wajulikani walipo kwa sasa. Duru zetu zinasema kwamba hiyo ni moja kati ya kazi za wazalendo wakionyesha ushujaa na kazi wanayoifanya katika jimbo la Sud Kivu. Tukiachana na hizo taarifa kutoka Bukavu, hebu tupate nafasi ya kumsikiliza kiongozi mkuu au mwanzilishi wa chama cha Kuzin Ate ambaye anazungumza marefu kuhusu hali inayoendelea kwa sasa kuhusu wazalendo na chama cha V5. Huyu hapa tunamsikiliza. Karibu sana Sister Biatanga Ate, karibu tukusikilize. Mimi Justin ni cofondateur wa Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale, en même temps directeur politique et aussi président de SAGE. Ombi livyokuja watu wa V5 kusema tukae pamoja, tufanye kitu kwa pamoja ili tuweze kuleta maendeleo kwetu, ili tuweze kuleta changement kwetu, ili tuweze kuwa na platform moja ambayo tutazungumzia, ili tuweze kuwa na hii platform ya reflexion
ili tuweze kuwa na platform ya resolution de conflit, ili tuweze kuwa na platform ya kuweza kufanya maplaidoyer kwa bureau tofauti. Je vis que ni wazo ambayo iko genial. Kama mnavyojua nyinyi wote ndugu zangu, ni kwamba PRM ilikufaga. PRM ilishanunuliwa na Banyabungu, haiko ya kwetu tena. Alors le parti qui reste ambayo iko créé ya kwetu ni Congrès pour l'unité et la souveraineté nationale. Na kama ninavyosemaga kila siku, mimi Justin Atiambati siwezi kudanganywa, siwezi kula rushwa na siwezi kuuza nchi yangu. Ni kwamba sisi tuko determine kuweza kusauver Congo, tuko determine kuweza kusauver province yetu, tuko determine kuweza kusauver maisha ya kwetu, tuko determine kuweza kufanya vitu ambavyo vinahitajika kwetu. Kwa hiyo ninachoambia bipembo wetu Alexis Mwamba, Makanaki, René Tongwa, Mayele ya Kutumba, Alida, ndogo wangu Toronto na wengine wote ambao sikuwataja sasa hivi, ni kwamba tuko pamoja. V5 imekuja kwa epole, V5 imekuja kuwasaidia sema ambao mnakwama. Kama leo nasikia kuna makonfli mengi entre wazalendo na kutokana kwamba hawawezi kupata tena kutumika, wanafukuzwa huku. Alors il y a des choses ambayo inabidi watu wanafanya plaidoyer. Wataishi vipi sasa? Eske wanaanza kupata mshahara? Eske watapata chochote? Alors ndo vitu ambavyo nyinyi hamwezi kufanya kila kitu, lakini mnaomba msaidiwe, mnaomba watu waweze kuwasimamia, mnaomba kuwe watu ambao wanaweza kusema hapana, tukifanya hivi tutafanikiwa hivi. Na ndio maana V5 imekuja hapo kuweza kusema tufanye nini. Mimi nakataa ile ya kwenda kila mtu anaenda Burundi, mimi ndo nakuwa na general wananisikiliza. Kila mtu anakwenda Burundi, mimi ndo niko na commander fulani ananisikiliza. Kila mtu anakwenda huko. Hayo ni makosa makubwa sana. Tunakuwa tunajishusha, tunakuwa tunarudia nyuma kwa sababu hatuaminiane, lakini c'est une occasion, c'est une opportunité. V5 imekuja kuambia kwamba tuwe pamoja. V5 imekuja kusema kwamba tuungane. V5 ambayo mnaiona, nafikiri mmeisha participate kwenye mikutano mingi, mlikuwa batu, na nawaomba muweze kusimama, mtoke dale kazerne. Msifikiri ma V5 nayo imekuja jana tu, inataka kujifanya wendo wa nani, wataanza kutusemea kivipi. Ndio tabia sisi Wabembe. Ukimwona mtu anakuja sasa hivi yuko na carnet d'adresse, hapana, hafai. Angekuwa ni Mnyabilongo ndo amekuja na hiki kitu cha V5 voix ya 5 secteur, mungemsikiliza wote, na kama sasa hivi mko nyuma yake. Lakini kwa sababu ni mtoto wenu, basi waitai Justin Atiambati, basi mchana vyabo, basi waitai, ndo tunakuaga sisi Wabembe. Lakini ningewaomba ndugu zangu na wapsi ndugu zangu, pandeni kwenye audio, semeni ukweli. Yakielwa sema ukweli unavyojua V5. Rene sema ukweli unavyojua V5. Mayele sema ukweli unavyojua V5. Mzee Dunia sema ukweli unavyosikia V5. Alexis Mwamba sema ukweli unavyosikia V5, kwa sababu mlisha participate kwenye mikutano. Ili hii kiburi hao wenye kusema nje wafunge mdomo, na hapo tuendelee na kazi kwa pamoja. Wanasema kila siku umoja, kwa pamoja tutaweza. Nina imani kama mtakavyosikia audio yangu, mimi Justin Atiambati, mkereketo mzalendo wa kweli, mtaifanyia kazi na kila mtu atatoka mkazerne na atasema ukweli. Kwa sababu mkumbuke hii vita ambayo tunayo haijaisha. Nisikia visi kwa nani anasema vita imeisha, pengine ndio imeanza sasa hivi. Vita haijaisha, kwa sababu najua mtoto wa Mbembe vitu ambavyo ataona kamba vinakuja na havipendi, atasema hatupendi. Tuwe na tabia ya kusema hatupendi na sio nzuri. Tuwe na tabia ya kuweza kujimpose na kusema hapana. Mkumbuke kitu kimoja, vitu vingi vinafanywa, sisi hatuko consulté, nyinyi hamuko consulté. Kwa hiyo ilikuwa na bidii, ndio maana nilisema tukiwa na pamoja tutakuwa na carnet d'adresse moja na tutasema na voix moja ambayo itatusaidia sisi wote, na watu watatuogopa, na dunia ishaanza kutuogopa, na dunia itaendelea kutuogopa. Nasema bila kuwasikiliza hawa mtakuwa mjapata solution. Nasema nashukuru sana. Natuma hii audio kwa ndugu zangu kama nilivyosema, bipembwe wote na machef de regroupement waweze kujua kwamba tunataka amani, tunataka umoja, tunataka watu wawe na pendane, na ndio vizuri, na ndio maana tutaweza kuona pondolo wetu. Mimi niko pamoja nanyi, mimi na waunga mkono
na mimi siwezi kuacha. Ukiwa chochote nitatetea lile niwezalo, lakini na nyinyi mtetee ule ukweli. Msikae kwenye kazerne, mseme ukweli. Ya kielo ko point focal, sema ukweli. V5 ni nini? Felicitation bwana Maître David, umesema tochi hapana chichi, na umeshauri watu kile ambacho unaona kinaweza kuwasaidia. Niseme asante sana, nishukuru watu wote wa V5, nishukuru watu wote kwa patience ambao wamechukua kwa muda mrefu kuweza kusikiliza. Nishukuru pia vipembo wetu kwa kuwa pamoja nasi bega kwa bega. Nishukuru chef ya groupement kwa pamoja bega kwa bega. Nishukuru wami wetu kuweza kuwa na sisi bega kwa bega. Umoja kwa pamoja tutaweza. Asanteni, si mwingine ni Justin Ate Ambate, mkereketwa na mzalendo wa kweli. Kwaherini.